Kwingineko ni kwamba wakazi wa eneo la Olkokwe, wadi ya Kisanana katika kaunti ya Baringo wanaishi kwa hofu baada ya kisa cha kipekee cha maji kutoka kwenye ardhi ya eneo hilo. Eneo lililoanza kama chemichemi ya mifugo kunywa maji, kwa sasa likifurika na kuzamisha makao na mashamba ya wakazi, licha ya eneo hilo kuwa kame na hata wakati mwingine kushuhudia moshi ukitoka ardhini. Wakazi sasa wanahofia huenda ardhi hiyo inatengeneza ziwa lingine katika kaunti ya Baringo. Mike Chalo na taarifa hii kwa kina. Hiyo mashimo inaanza kupunguka peke yao. Kilichoanza kama chemichemi ya mifugo kunywa maji sasa kimegeuka dhiki kwa wakazi wa Kisanana, kaunti ya Baringo. Makazi na mashamba yamesombwa kwa zaidi ya kilomita 3, huku maji yasiyoeleweka chanzo chake yakimeza zaidi ya ekari 250. Kini ilichomeka na ikaanguka wakati. Zaidi ya familia 60 zikiwa katika hatari ya kukosa makao, huku familia 2 tayari zikilazimika kuhama makazi yao. Nikangoja kidogo hivi, nikamwambia mama, na hii maji ni kama inaongezeka. Kufika kitu kama saa 7 ya usiku. Sasa nilikuwa nimelala hivi, nikaangusha mkono hivi. Nikaona sasa imefika kwa kitanda juu. Stella Kiprop anasimulia jinsi chemichemi ilivyoanza ndani ya nyumba yao na kuwalazimisha kuondoka. Hii maji ilikuja ghafla. Tulikuwa tumelala usiku, maji katokelezea chini. Si maji ati ilikuja na mvua, ilitokelezea chini ndani ya nyumba. Wakazi wengine wanadai kuona moshi ukichomoza ardhini na maji yenye mapovu na harufu kali yakiharibu mimea na malisho ya mifugo. Hofu ya njaa sasa ikiwa imewakodolea macho. Hiyo maji sasa imejaa area yote saa hii. Na hakuna mvua kubwa ati imenyesha. Ni maji tu inatoka peke yao. Watu wameathirika wote sasa, hatulimi. Tunaona sasa wenye walikuwa hapo karibu na hii kitu wameanza kuhama. Familia wenye wako adhari, there are 60 households kama vile nimesema. Na hao wote walikuwa wanategemea hapa. Hii ndio mashamba yao kwa ukulima, chakula ya mifuko, tena maji. Kama vile umesikia maji, sasa hawana maji. Maji wanaenda karibu kilomita 5 ndio wapate maji. Swali kuu likibakia, je, maji haya yanatoka wapi? Kwa nini eneo lisilo na mvua wala mito kufurika? This is a closed basin. So the fact that it's a closed basin, it is already, this is a water environment. It is forming some sort of a closed water channel where there's no water draining out. It is just coming in. So here it will just come in and seepage until the permeability of the ground and the underground is too porous, so the water will not be able to flow. Baada ya tathmini ya wanasayansi, shirika la kusambaza maji kaunti ya Baringo kwa ushirikiano na kampuni ya uzalishaji kawi kupitia Mvuke GDC wanasema ongezeko la maji kutoka ardhini huenda limelowesha ardhi na kusababisha janga hili. Hata hivyo, utafiti wa kijiolojia unasubiriwa kuthibitisha chanzo halisi. Whatever is happening here, the conditions are continuing, so we will probably advise the community to relocate as we do an assessment of the area. Tukio hili linajiri ambapo maziwa ya bonde la Ufa yanaendelea kufurika na kuibua hofu ya athari kubwa zaidi kwa jamii na mazingira. With time, these lakes might be at the verge of meeting and mixing up us, because the rising in Lake Baringo and Bogoria is happening. If these waters meet, we don't know what exactly might happen. Mike Chalo, TV 47.